Nianze kwanza kwa kumshukuru mwenyekiti wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika taarifa mliotusomea hapa mmetambua mchango wa pekee ambaye ameutoa katika ujenzi wa tawi letu la Kibuteni. Ni kazi kubwa, mheshimiwa amekuwa akituongoza kwenye ngazi ya taifa, lakini kushiriki katika kazi hii hapa inaonyesha ni kwa namna gani anathamini mchango wa wanachama, anathamini ngazi hii kwamba ndiyo muhimili wa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Tunamshukuru pia Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa uongozi wake madhubuti kwenye ngazi ya chama na ngazi ya serikali. Ndugu zangu, mmenipa heshima kubwa ya kuja kuzindua tawi hili kuwa mgeni rasmi. Kwa hakika ni heshima ambayo nitaibeba kwa muda mrefu, kwa sababu kama ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti Taifa anavyotuhimiza wakati wote kwamba ngazi hii ya tawi na mashina tulionayo ndiyo kwa kweli mahali ambapo chama chetu kinaonesha uimara wake. Na kuwepo kwa jengo hili zuri, naliangalia nasema kama ningefunga macho hivi nikashushwa hapa bila ya kuona kijani na njano, ningesema sijui kasri gani hili limeingia. CCM oye! Tunawapongeza pia wenzetu wote walioshirikiana na Mheshimiwa Mwenyekiti Dr. Samia Suluhu Hassan kuandaa ratiba nzuri ya maadhimisho haya ya tamasha la Kizimkazi. Kazi hii kufanyika ndani ya tamasha hili inaonyesha ni kwa kiasi gani ubunifu wa Mheshimiwa Mwenyekiti umekuwa ni chachu ya maendeleo katika sekta mbalimbali, sio tu katika upande wa chama chetu cha Mapinduzi, lakini tunajua miradi mingi ya kijamii imezinduliwa siku za nyuma na itaendelea kuzinduliwa ndani ya kipindi hiki cha tamasha la Kizimkazi. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu atudumishe utamaduni huu uendelee, na kule inapowezekana basi tuuige, kwa sababu manufaa yake ni makubwa sana. Ndugu zangu, tumeelezwa hapa kwamba tawi hili limekuwepo toka enzi za TANU na Afro Shirazi, hivyo lina historia kubwa sana, na ni jambo la kujivunia kwamba sisi wana Kibuteni tukiongozwa na viongozi wetu wa ngazi hii tumeona umuhimu wa kufanya maboresho. Na maana yake nini? Maana yake na sisi tunashiriki katika kuhifadhi historia iliyotukuka ya TANU na Afro Shirazi. Na jengo hili, ndugu zangu, ningependa kutoa rai, tusiliache kuwa zuri kwa muonekano pekee yake, liwe kituo cha uhai wa chama, liwe msingi wa mshikamano, liwe eneo la mafunzo na vikao na utekelezaji wa shughuli za Chama cha Mapinduzi. CCM oye! CCM oye! Vile vile Bi Mwanahamisi hapa ametusomea taarifa akisema kwamba tawi hili lina wanachama 376 pamoja na wanachama wa jumuiya zetu. Hii ni nguvu kubwa ya chama, ila kama tunavyofahamu uhai wa chama haupimwi kwa idadi ya wanachama peke yake, unapimwa pia katika ushiriki wao katika vikao vyetu, utekelezaji wa majukumu na ulipaji wa ada za wanachama. Hayo ni mambo muhimu sana ambayo uzuri wa jengo hili uwe ni sehemu ya kuyatekeleza kwa makini. Hivyo ninatoa rai kwa viongozi kuhakikisha kwamba vikao vya chama vinafanyika kama ambavyo imetakiwa katika katiba yetu ya CCM ya mwaka 1977. Vile vile tuzingatie, ndugu zangu, vikao vilivyopangwa kwenye kalenda ya chama na jumuiya zake, na hizi zote zilikwishafikishwa kwetu. Ndugu zangu, napenda kusisitiza tena kwamba vikao ni moyo wa chama, na ni hapa ambapo tutakaa kuangalia yote yanayotuhusu. Tutaangalia utekelezaji wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, tutaangalia ni mipango gani tuifanye katika kuimarisha chama chetu na hasa kutunza yale ambayo tunatakiwa kuyafanya kama tawi, na hiyo iwe ni sehemu ya kazi zetu za kila siku, na iwe ni mahali ambapo wanachama wenzetu watajisikia wako nyumbani kisiasa.
kwa kuwa uongozi upo, lakini uongozi unaimarishwa na wanachama. Hivyo wanachama tuwe wepesi kufika, na tukumbuke wakati wote kwamba mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua utaratibu wa sisi viongozi kufika kwenye mashine. Nikisema alizindua ni kwamba alitoa wito mpya. Yeye amekuwa ni mshiriki mzuri sana katika chama kwenye ngazi hiyo ya shina, lakini katika kutuweka sisi sawa na kutusisitiza kwamba shina ndiyo mahali ambapo uhai wa chama unaanzia. Tuwe wepesi, hasa sisi viongozi, kufika kwenye mashina. Tusingoje tu wakati labda kuna jambo kubwa zuri kama hili au wakati ambapo viongozi wetu wanatutembelea, lakini sisi wenyewe tuwe ni chachu ya uhai wa Chama cha Mapinduzi. Naomba basi nitumie fursa hii kukupongezeni viongozi wetu wakuu wa chama kwa uongozi na miongozo wanayotupatia katika kukimarisha chama hiki. Aidha, nimpongeze ndugu yetu Abdi Mahmoud Abdi kwa kuteuliwa kuwa naibu katibu mkuu anayefanyia kazi hapa Zanzibar. Na kwa nafasi hii naomba pia tumshukuru ndugu yetu Dr. Dimwa ambaye amekuwa naibu katibu mkuu, na mimi nilipata fursa ya kufanya naye kazi kwa karibu. Nitaomba kwamba ushirikiano ule ule tuliompatia ndugu Dimwa basi tumpatie pia kijana wetu Abdi Mahmoud Abdi. Ndugu Abdi, jukumu hili ni kubwa, lakini wewe ni kijana, kazi yako imeonekana, na tuna imani kabisa utaifanya kwa uadilifu, kwa weledi na kwa kujituma katika kuwatumikia wananchi wote, tukianzia hapa nyumbani ambapo ni Kibuteni. Ndugu zangu, nimalizie kwa kukushukuruni tena kwa kunipa fursa hii, heshima ya pekee ya kuzindua tawi hili. Nimalizie vile vile kwamba tufikishe kupitia mwenyekiti wetu, tufikishe shukrani zetu nyingi sana kwa wanachama wengine wengi ambao wapo walioko hapa, wapo walioko nje, lakini wengine labda hawakujaliwa kufika. Lakini tafadhali tufikishie salamu zetu za dhati, na tunakuhakikishieni kwamba ofisi ya katibu mkuu ambayo inayo naibu katibu mkuu Abdi na naibu katibu mkuu Mwanri itakuwa wazi wakati wote. Siku hizi kuna mawasiliano ya elektroniki, kwa hiyo tutakuwa hapa kama tulivyo leo, lakini kama tutakuwa mbali tuwasiliane kwa utaratibu huo, tuondoe urasimu ili tuwe karibu na wanachama wenzetu. CCM oye! CCM oye! Mapinduzi! 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 Samia ye! Samia ye! Samia ra! Samia ye! Samia ra! Asanteni sana kwa kunisikiliza.